Didier Daboucquer, mmoja wa wanaume waliopatikana na hatia kuhusika katika wizi mkubwa wa vitu vya thamani kutoka kwa TV star socialite Kim Kardashian, amefariki dunia mwezi mmoja tu baada ya kuhukumiwa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ufaransa, mtu huyu alikuwa akisumbuliwa na saratani ya mapafu na alikuwa chini matibabu ya chemotherapy tangu akiwa mahabusu kabla ya kuanza kwa kesi hiyo. Mwezi Mei mwaka 2025, Daboucquer na washirika wake 7 walihukumiwa kwa wizi wa kihistoria uliofanyika jijini Paris takriban miaka 10 iliyopita. Wakati wa tukio hilo, Kim Kardashian alivamiwa, kufungwa pingu na kutishwa bastola akiwa katika chumba chake cha hoteli, na majambazi hao walifanikiwa kuiba vitu vya thamani vya takriban dola milioni 10, sawa na bilioni 26 za Kitanzania, vikiwemo pete ya uchumba aliyokuwa amepewa na mume wake wakati huo, Kanye West, yenye thamani ya dola milioni 4. Kwa sababu ya umri wao mkubwa, wahusika wa tukio hilo walipewa jina la utani, yani wezi babu. Wakati wa kutoa ushahidi wake mahakamani mwezi April, Daboucquer aliyekuwa na jina la utani Blue Eyes alikana kuhusika kwenye tukio hilo, akisema kuwa hii ni swala la utambulisho uliokosewa, sihusiki kabisa, aliambia mahakama. Alihukumiwa kifungo cha miaka 7 ambapo mitano ilisitishwa. Hakuwepo mahakamani wakati wa hukumu kutokana na hali yake ya kiafya, na hakurudi gerezani kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kutumikia miaka 2 mahabusu. Wenzake watatu pia walihukumiwa hadi miaka 8 jela, lakini vifungo vyao vilisitishwa kwa kiasi kikubwa sana kutokana na muda waliokuwa tayari wamekwisha kutumikia. Judge David DePass alieleza kuwa hali za kiafya za wahusika wa tukio hilo kimaadili zinazuia kuwaweka gerezani. Kim Kardashian alitoa ushahidi wakati wa kesi hiyo. Alikumbuka jinsi alivyohofia kuuawa siku hiyo. "Nilifikiri ningepigwa risasi nikiwa kitandani," alisema. Baada ya hukumu kutolewa, alitoa taarifa akisema wizi huu ulikuwa ni tukio la kutisha zaidi katika maisha yake. "Imeniachia na athari za kudumu mimi na familia yangu." Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.